Hello wana wa ufalme popote pale mlipo duniani. Mimi ni Dr. Gordon Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Leo katika darasa hili naomba tujifunze msingi wa ujazo wa maisha ya kifalme na yenye utele ni kuishi haki yote ya ufalme. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba msingi wa ujazo wa maisha ya kifalme na yenye utele ni kuishi haki yote ya ufalme. Sasa kuna watu ambao wameiamini injili ya ufalme au habari njema ya ufalme, wameipenda na kuishi elimu ya ufalme, lakini utaona mpaka leo bado utakuta wanasuasua kupata matokeo. Unaweza kuona wanakwenda lakini wanaona mbona hatupati matokeo, mbona hali ya maisha imekuwa ngumu, mbona vitu havitokei, mbona kuna vitu haviendi. Nataka nikwambie kuna mambo mengi sana huwa watu wanayakosea wanapokuwa wameiamini elimu ya ufalme au habari njema ya ufalme, kwa sababu wao wanafikiri kuwa na taarifa tu ile peke yake inatosha, lakini kumbe kunahitaji kuchukua hatua katika ile taarifa, lakini pia na kujua vitu vya msingi, hususan katika haki yote ndani ya ufalme. Nataka nikwambie hayupo raia wa ufalme ambaye anaishi haki yote, the whole right, ndani ya ufalme alafu jambo lake likakwama. Nataka nikupe siri, ni muhimu sana. Ndio maana ukisoma katika ile Mathayo 6:33 anajaribu kutoa mwongozo mfalme Yesu, na ukisoma nyuma ya Mwanzo 6:33 ameanza na kwa kusema kwamba msipate stress, yani msiwe na wasiwasi kuhusu kula kwenu, kuvaa kwenu, mavazi yote, kuhusu mavazi na chochote kile katika maisha. Na hapa anajaribu kuconclude, anasema katika Mathayo 6:33 anasema, lakini kitu cha kwanza na muhimu kuliko vyote, yani Platon Kigiriki mtumia, fanyeni utafiti wa kina, neno la Kigiriki ni zitate, kuhusu ufalme wa Elohim, unaweza kuona, na mfumo mzima wa sheria katika ufalme huo, yani haki, dikaiosne, haki yake, kwa sababu haya yote yapo ndani ya huo ufalme. Manake jibu la kila jambo katika dunia hii, katika maisha yetu, jibu sahihi ni pale tunapofanya utafiti wa kina, kuanza kujua ufalme, kwa sababu ndio msingi wa maisha tulioletewa duniani. Msingi wa maisha sio dini wala dhehebu, sio Kristo wala usabato wala Uislamu, no, ni ufalme, ni taasisi ya kiserikali, ni serikali ya kifalme ambayo ndio tumeletewa na hii ndio suluhisho letu. Kwa hiyo tufanye utafiti wa kina kuhusu ufalme wa Elohim. Kwa hiyo baada ya kufanya utafiti wa kina kuhusu ufalme wa Elohim, pia kuna mfumo mzima wa sheria katika ufalme huo ambao tunaita haki, mfumo mzima, yani ile system, ile body of law tunaita ndio inatengeneza kitu kinaitwa haki. Kwa hiyo haki yake dikaiosne, kwa sababu vitu vyote viko ndani ya ufalme, maana yake tunavipata mpaka tunapotimiza haki yote ya kiufalme, the whole right. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wameelewa elimu ya ufalme, wameipenda injili ya ufalme, lakini hawapati matokeo kwa sababu hawajui namna ya kuishi haki yote, the whole right, yani haki yote ndani ya ufalme, na wanashindwa kujua kwamba msingi wa maamuzi ya serikali ya kifalme, msingi wake ni haki, wala sio huruma kama za kibinadamu au upendeleo fulani. Hapana, ni haki. Na imewekwa wazi of course katika Zaburi ya 89:14 imesema haki, yani righteousness, na haki, justice, hivi tofauti nitafafanua. Imesema ndio msingi wa kiti chako cha kifalme, upendo na kweli vinatembea mbele yako. Kwa unaweza kuona haki ile ya righteousness na haki ya justice ndio msingi wa kiti cha kifalme cha Yahweh Elohim. Maanake mwongozo mzima wa serikali yake unatembea katika haki hizi mbili. Maanake unafanya righteousness alafu ndio unapata justice. Nje ya hapo utalia, utapiga makelele, utahangaika, utapata matokeo. Lakini anasema pia katika Zaburi ya 97:2 anasema mawingu na giza nene vinamzunguka, haki, righteousness na haki ya justice ndio msingi wa kiti chake cha kifalme. Naomba kila raia wa ufalme kabisa aelewe kwamba yani kinachoendesha serikali ya ufalme mbinguni na duniani ni haki hizi mbili. Haki ya kwanza ni righteousness, ambayo
raia wa ufalme anatembea na sheria za nchi kwa utimilifu na kwa ujazo bila kupunguza hata sheria moja. Alafu ndipo sasa serikali ya ufalme ndio inapokupa marupurupu sawasawa na jinsi ulivyoenda na ile haki ya kutembea na sheria, ndio inakupa kitu kinachoitwa justice. Sasa kulingana na katiba ya ufalme katika mistari ya hapo juu ambayo ni Zaburi ya 89:14 pamoja na Zaburi ya 97:2, unaweza kuona kabisa katiba inaweka wazi kwamba kiti cha kifalme cha mfalme wa mbinguni kimesimama kuongoza ufalme wake katika misingi miwili ambao na singi vinginevyo, msingi wa haki inayoitwa righteousness na haki inayoitwa justice. Sasa haki inayoitwa righteousness, hii ni haki gani? Righteousness hii ni haki inayofanywa na raia wa nchi pale anapotembea kwa uaminifu sana na sheria za nchi zote. Ndio maana neno righteousness limetafsiriwa vibaya katika Biblia za Kiswahili za Chama cha Biblia, bali katika katiba ya ufalme ya Kiswahili toleo la ufalme tumejaribu kuweza kulichukua kama lilivyo ili kutunza maana iliyokusudiwa. Sasa righteousness ambayo ndio haki ya kwanza ya raia kutembea na sheria, yenyewe ni haki inayotokana na raia wa ufalme baada ya kuziishi sheria za ufalme zote kwa uaminifu, ili serikali ya ufalme impe kile kinachostahili, yani justice. Kwa raia wa ufalme anapotembea kwa uaminifu na sheria za ufalme, serikali inampa kile kinachostahili kulingana na sheria husika. Na huu ndio msingi wa kwanza na muhimu sana ambao kila raia wa ufalme anapaswa kuelewa, ili punde watakapoona tu kwamba hawapati matokeo, mambo hayaendi katika vile wanavyofanya, basi moja kwa moja waelewe kwamba ni wazi kwamba msingi wa kupokea kutoka kwa serikali ya mbinguni kwanza ni kutembea na sheria za ufalme zote, na ukichukua kadhaa nyingine ukaacha, ujue hutapata matokeo. Kwa hiyo huu ndio msingi wa kwanza, lazima utembee na sheria za ufalme ambayo tunaita righteousness, to be in line with the kingdom laws. Sasa haki ya pili inaitwa justice. Justice ni haki inayofanywa na serikali kwa raia wake sawasawa na mwitikio wa raia hao kwa sheria za nchi au ufalme. Na justice ni kile serikali inachopaswa kufanya au kumrudishia mwananchi kulingana na uaminifu wake kwa sheria za nchi. Na ndio maana neno justice limetafsiriwa vibaya katika Biblia za Kiswahili za Chama cha Biblia, lakini katika katiba ya ufalme ya toleo la ufalme neno hili limechukuliwa kama lilivyo ili kutunza maana iliyokusudiwa. Sasa haki hii inatoka kwa serikali kama mwitikio wa raia kwa sheria za nchi. Sasa raia akiwa mwaminifu kwenye sheria anapata mahitaji yote na kwa utele, yani anapata marupurupu yote. Lakini hasipokuwa mwaminifu kwenye sheria, raia anapata kinyume chake kulingana na kile serikali ilichopanga, maanake atapata majanga, hatapata matokeo. Hilo ni muhimu sana. Sasa ndio maana watu wengi sana utakuta wameielewa injili ya ufalme, wameipenda injili ya ufalme, lakini shida hawatembei na sheria zote za ufalme. Hilo ndio tatizo. Wagumu kutembea na sheria zote. Utakuta mtu hawezi hazini, haibi, asemi uongo, anasoma katiba ya ufalme, anapeleka petition, lakini amekwama kwenye kutoa kodi ya nchi, kodi ya ufalme, yani sehemu ya 10, amekwama kutoa malimbuko, amekwama kutoa sadaka za matoleo ya shukrani, amekwama kwenye maeneo mengine. Sasa utakuta anaenda, lakini baadaye anakwama kiuchumi, alafu baadaye anaona labda ufalme hauleti matokeo. Kumbe shida ni kwamba yeye mwenyewe hayupo kwenye haki yote bila kujua. Sasa ndani mwake anafurahia elimu ya ufalme, lakini sheria bado zinamkwamisha, maanake anakuwa hayupo kwenye haki yote. Sasa katika darasa hili tutaizungumzia haki inayoitwa kwa lugha ya Kiingereza righteousness, kwa sababu lugha ya Kiswahili imeshindwa kuwa na maneno sahihi yenye kutenganisha kati ya haki ya raia katika kutekeleza sheria za nchi ambayo tunaita righteousness, na haki ya serikali katika kutekeleza kwa raia baada ya mwitikio wa raia hao kwenye sheria zile za ufalme ambayo tunaita ni justice. Sasa righteousness ni haki inayokamilishwa na raia kwa serikali yake pale ambapo raia anapokwenda sawasawa na sheria zote za ufalme, zote za nchi, yani raia anapokuwa in line with the kingdom laws, the world laws. Kwa hiyo ndio maana ukisoma ile wa Efeso 4:24 katiba imetuweka wazi, anasema hivi: mkajivike utu mpya
ulioumbwa sawasawa na Elohim katika haki yote na utakatifu. Unaona, katika haki yote, the whole right, the whole righteousness. Unaweza kuona, yani haipungui kitu hapa, manake the whole righteousness, haki yote ambayo iliyoumbwa sawasawa na Elohim. Hiyo ndio jambo la msingi. Lakini Mathayo 3:15 inasema, lakini Yesu akamjibu, alikuwa anamjibu Yohana Mbatizaji hapa, anasema kubali hivi sasa, kwa maana ndivyo itupasavyo kwa njia hii kuitimiza haki yote, yani righteousness. Hivyo Yohana akakubali. Unaweza kuona. Kwa hiyo ndio maana unaona katiba na mfalme Yesu amesisitiza sana juu ya haki yote, righteousness. Haijalishi sheria inakuwa ndogo kubwa, lakini ni lazima uishi ili kupata righteousness. Sasa kwa watoto wa mfalme Elohim, wale ambao majina yao yapo katika kitabu cha maisha kule mbinguni, haki yote inapaswa kukamilishwa katika nyanja mbili, katika hatua mbili. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Hatua ya kwanza ni haki ya kurejeshwa ndani ya ufalme, kwa sababu huwezi kuwa na haki yote kama hujairudishwa kwanza kwenye ufalme. Na haki ya pili ni haki ya kuziishi sheria zote za ufalme baada ya kurejeshwa ndani ya ufalme. Huu michakato miwili hii ni muhimu sana, bila hivyo utakuwa umekwama. Sasa tuanze na haki ya kurejeshwa ndani ya ufalme ili uweze kuelewa vizuri. Sasa haki ya kurejeshwa ndani ya ufalme ipoje? Adamu na Hawa walipewa maisha ya kifalme katika dunia, wakianzia maisha yao katika bustani iliyojaa kila kitu, ile bustani ya Eden. Kama watawala wa kifalme katika dunia, walipewa sheria ya maisha kama watawala waliotakiwa kuishi milele ndani ya ufalme wa Yahweh Elohim, katika koloni la ufalme wa mbinguni liitwalo dunia. Sasa ukija katika kitabu cha Mwanzo 3, tunaweza kuona Adamu anaupoteza ufalme wa Yahweh Elohim hapa duniani pamoja na uraia wake ndani ya ufalme. Hivyo wakatoka katika sheria ya maisha na kuingia katika sheria ya dhambi na mauti. Hatimaye moja kwa moja wakapoteza haki ya kuwa raia wa ufalme wa Yahweh Elohim. Sasa katika kurejeshwa tena ndani ya ufalme, mtoto wa Yahweh Elohim ililazimu kwanza kukamilishwa kwa sheria ya mauti, ambayo sheria hii ilipaswa kukamilishwa na mwanadamu aliye mkamilifu, ili mauti isimshikilie baada ya kulipa gharama ya kosa la uhaini ambalo ni kunyongwa. Kwa hiyo ni mwanadamu mwenye sheria ya maisha, yani the law of life, ndani yake ndiye aliyekuwa na kigezo cha kurejesha tena ufalme kwa kulipa gharama ya kosa la uhaini lililofanywa na Adamu. Na ni ukweli usiopingika, tunafahamu wote kwamba dunia hakuwepo mwanadamu mwenye vigezo hivyo. Kwa hiyo ndio maana miongoni mwa wale wenye nguvu, watawala watatu waitwaye mfalme Yesu, miongoni mwa baba zetu wale watatu, mfalme Yesu yani Yeshua Hamashak, yeye alivaa mwili ili kukamilisha sheria hiyo kwa njia ya mauti, ili arejeshe tena sheria ya maisha ndani ya watoto wote wa ufalme wa Yahweh Elohim kwa kushiriki, yani kwa kuishiriki ile sheria ya mauti. Unaweza kuona kitu kama hiko. Kwa hiyo kwa kuishiriki ile sheria ya mauti, aliishi sheria ya mauti. Ndio maana ukisoma ile Warumi 8:2 inasema, kwa sababu sheria ya roho wa maisha katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Unaona, kwa ile ni sheria ya roho wa maisha ndani ya Kristo Yesu, ambaye baba yetu alilipa gharama, ndio imekuja baadaye ikatuambukiza sisi na kutuweka huru na sheria ile ya dhambi na mauti, maana yeye ndio aliyeturejesha kwenye ufalme kwa kutuondolea ile ghadhabu ya kosa lilofanywa la uhaini lilofanywa na Adamu na Hawa. Sasa mfalme Yesu ndiye aliyekamilisha sheria hii. Umeona, amekamilisha sheria hii ili watoto wake warejeshwe tena au wazaliwe tena upya, au wazaliwe mara ya pili ndani ya ufalme ule ambao walikusudiwa, ambao utawala wao ni hapa duniani, katika dunia hii, au wazaliwe tena mara ya pili. Kwa alikamilisha sheria hii ili kuzalisha haki kwa watoto wake, ili warudi tena kuwa raia ndani ya ufalme kwa haki na kuitawala dunia kama watawala waliokusudiwa tangu kuwekwa msingi wa dunia. Kwa hiyo kisheria ni kwamba mahali popote unaposikia kuna haki, basi moja kwa moja kuna sheria iliyokamilishwa. Haki ina mahusiano na sheria, hakuna haki bila sheria. Sasa haki hii ya kurejeshwa tena ndani ya ufalme ilikwisha lipwa na mfalme Yesu msalabani,
na kwa hiyo kazi iliyobaki kwa watoto wake ni kumwamini baba yao mfalme Yesu aliyekamilisha ile sheria kupitia mateso na kifo, ili wahesabiwe haki ya kuingia tena ndani ya ufalme kwa imani, yani kumwamini baba yao ambaye ni mfalme Yesu aliyefanya ile kazi. Kwa hiyo yeye mfalme Yesu aliyefanya kazi, unapomwamini maana yake umeamini ile kazi tayari inakuwa inaishi ndani mwako, kwa hiyo inakuhusisha kwenye maisha yako, na unakuwa moja kwa moja umerejeshwa ndani ya ufalme. Kwa hiyo katika ufalme tunapozungumzia habari ya kuhesabiwa haki kwa imani, ukisikia tunahesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria, basi inazungumzia haki hii ya kuingia ndani ya ufalme tu peke yake. Katika haki hii watoto wa Yahweh Elohim hawajashiriki chochote katika kukamilisha sheria ili kutosheleza haki ya kuwa raia wa ufalme tena, kwa sababu watoto hao hawakuwa na vigezo vya kuikamilisha hiyo haki. Haki hii ya kurejeshwa ndani ya ufalme kwa watoto wa mfalme wa mbinguni inapatikana kwa kumwamini mfalme Yesu, yeye aliyeishi kivitendo ile haki. Kwa hiyo tunapomwamini ile haki inakuwa ndani yetu, kwa sababu yeye aliyeshiriki baba yetu na sisi inakuwa inatuhusu, lakini kwa kumwamini yeye baba yetu mfalme Yesu na kazi aliyoifanya. Kwa hiyo watoto wa Yahweh Elohim wanapaswa kumwamini yeye aliyekamilisha hiyo sheria, ili hiyo imani katika yeye aliyekamilisha hiyo sheria iwaunganishe na sheria iliyokamilishwa, na hatimaye waingie kwenye haki kupitia hiyo sheria iliyokamilishwa na mfalme Yesu. Kwa hiyo haki ya watoto wa Elohim ya kurejeshwa tena ndani ya ufalme wa Yahweh Elohim inapatikana bure bila gharama yote kwao, kwa sababu tayari baba yao alikwisha ikamilisha kwa kuishi sheria ya mauti. Kinachohitajika ni kwa watoto wa Elohim ni kumwamini tu baba yao mfalme Yesu na kazi aliyokamilisha kwa ajili yao. Moja kwa moja wanakuwa wamehesabiwa haki ya kuingia ndani ya ufalme wa baba yao kwa ajili ya kuendelea kuitawala dunia kama watoto waliokusudiwa tangia mwanzo. Kwa hiyo haki hii kwa ajili ya watoto wa ufalme wa Yahweh Elohim tu, ambao kimsingi majina yao hapa katika kitabu cha maisha, yani the book of life. Hawa ni watoto waliokusudiwa kuishi milele duniani tangu kuwekwa msingi wa dunia. Ndio maana ukisoma katiba ya ufalme katika Warumi 3:20 nasema, kwa hiyo hakuna binadamu hata mmoja atakayehesabiwa haki mbele za Elohim kwa matendo ya sheria, kwa maana sheria hutufanya tuitambue dhambi. Unaweza kuona, kwa hiyo hakuna anayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria, kwa maana kwamba hii haki inayozungumziwa hapa ni ile haki ya sisi ya kurejeshwa ndani ya ufalme. Hiyo ni haki muhimu sana ya kwanza, ambayo sisi hatukufanya chochote, baba yetu alifanya. Kwa hiyo tunahesabiwa haki bure kwa sababu baba yetu amefanya. Ndio hii haki inayozungumziwa. Haki ya kwanza ni muhimu, ambayo nitazungumzia haki ya pili sisi inatuhusu kwa namna gani ya kufanya jambo fulani. Ukisoma Warumi 3:22 nasema haki, yani righteousness, hii itokayo kwa Elohimu hupatikana kwa Yesu Kristo kwa wote wamwaminio, kwa maana hapo hakuna tofauti. Unaweza kuona hii ni haki ya kurejeshwa tena ndani ya ufalme. Warumi 3:24-26 nasema wanahesabiwa haki, yani righteousness, bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, yeye ambaye Elohimu alimtoa awe sadaka ya upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Alifanya hivi ili kuonesha haki yake, kwa sababu kwa ustahimili wake aliziachilia zile dhambi zilizotanguliwa kufanya. Alifanya hivyo ili kuonyesha haki yake wakati huu, ili yeye awe mwenye haki na mwenye kuhesabiwa haki yule anayemwamini Yesu. Unaweza kuona kitu kama hiko. Warumi 3:28 inasema, kwa maana twaona kwamba mwanadamu huhesabiwa haki kwa njia ya imani, wala si kwa matendo ya sheria. Kwa unaweza kuona hapa haki inayozungumziwa ni ile haki ya kwanza ya kurejeshwa ndani ya ufalme kwa baada ya mfalme Yesu kulipa gharama ya kosa la waini. Hii haki tunaipata kwa njia ya imani, wala hakuna kitu ulichofanya, wala huhitaji kufanya chochote, huhitaji sadaka wala huhitaji chochote, ni kwa imani tu. Warumi 3:30-31 inasema, basi kwa kuwa tuna Elohimu mmoja, atawahesabia haki wale waliotailiwa kwa imani na wale wasiotailiwa kwa imani hiyo hiyo. Je, basi ni kwamba tunaibatilisha sheria kwa imani? La hasha, badala yake tunaithibitisha sheria. Warumi 5:1-2 nasema, kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Elohim kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa kupitia kwake tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo ndani yake sasa tunaisimama, nasi twafurahia katika tumaini letu la kushiriki utukufu wa Elohim.
ndani ya ufalme. Warumi 5:9 nasema basi kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki kwa damu yake, si zaidi sana tunaokolewa kutoka katika ghadhabu ya Elohim kwa yeye. Warumi 5:18-19 nasema kwa hiyo kama vile kosa la mtu mmoja lilivyoleta hukumu kwa watu wote, vivyo hivyo pia kwa tendo la mtu mmoja la haki huleta kuhesabiwa haki kuletako maisha kwa wote. Kwa maana kama vile kwa kutokutii yule mtu mmoja wengi walifanywa wenye dhambi, vivyo hivyo kwa kutii kwa mtu mmoja wengi watafanywa wenye haki. Warumi 10:6 nasema lakini ile haki itokanayo kwa imani usema hivi, usiseme moyoni mwako ni nani atakayepanda mbinguni, yani ili kumleta Kristo chini. Wagalatia 2:16 nasema lakini tunajua kwamba mtu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, nasi tumemwamini Kristo Yesu ili tupate kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Wagalatia 3:11 nasema basi ni dhahiri kwamba hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele za Elohim kwa sheria, kwa maana mwenye haki ataishi kwa imani. Wagalatia 3:24-25 nasema hivyo sheria ilikuwa kiongozi kutufikisha kwa Kristo ili tupate kuhesabiwa haki kwa imani, lakini sasa kwa kuwa ile imani imekuja hatusimamiwi tena na sheria. Wagalatia 5:4-5 inasema ninyi mnaotafuta kuhesabiwa haki kwa njia ya sheria mmetengwa na Kristo, mko mbali na neema ya Elohim, kwa maana kwa njia ya Roho kwa imani tunangojea kwa shauku imani tumaini la haki. Tito 3:7 inasema ili kwamba tukiisha kuhesabiwa haki kwa neema yake tupate kuwa warithi tukiwa na tumaini la maisha yanayoendelea. Wafilipi 3:9 inasema nami nionekane mbele zake nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani katika Kristo, haki ile itokayo kwa Elohim kwa njia ya imani. Sasa jambo la muhimu la kuelewa katika maandiko haya, katika hii haki ya kwanza ya kurejeshwa ndani ya ufalme, ni kwamba hii ni haki inayomuingiza raia wa ufalme na kumpa haki ya uraia wa kudumu ndani ya ufalme, kwa sababu ile kazi hatukuifanya sisi, imefanywa na baba yetu mfalme Yesu. Kwa kumwamini na sisi tunahesabiwa haki kwa imani bure bila kufanya chochote. Hii ndio haki ya kwanza muhimu, inakuingiza ndani ya nchi, ndani ya ufalme. Hujafanya chochote, kama vile ambavyo mtoto anapozaliwa kwenye nchi labda Tanzania, unazaliwa hujafanya chochote ili kuingia kuzaliwa, wewe hujashiriki chochote, lakini ndani ya nchi ukishakuwa mtu mzima utashiriki kutembea na sheria za nchi. Hiyo ni haki nyingine. Sasa naomba nihame kwenye haki ya pili ambayo muhimu sana kuikamilisha, inaitwa haki ya kuziishi sheria za ufalme baada ya kuingia ndani ya ufalme. Sasa haki hii inapatikana baada ya mtoto wa Elohim kuthibitishwa katika haki ya kwanza ya uraia na kurudi ndani ya ufalme kwa kumwamini baba yake na kazi aliyofanya pale msalabani, ambaye ni mfalme Yesu. Akiwa ndani ya ufalme anapaswa kutembea na sheria za nchi, yani sheria za ufalme, ili apate utele wa maisha ndani ya ufalme. Sasa kila ufalme au nchi ina sheria za nchi au sheria za ufalme. Kwa hiyo mtoto wa Yahweh Elohim anapotembea kwa usahihi na kwa uaminifu katika sheria zote za ufalme, sheria hizo kama funguo za ufalme wa mbinguni zinampa maisha yenye mafanikio makubwa na yenye ujazo wa maisha timilifu. Na akiwa mkaidi kuziishi sheria za nchi, anapoteza haki ya kupata mahitaji katika ufalme husika. Unaweza kuwa raia wa halali kabisa wa ufalme na bado ukawa maskini kwa sababu ya kutotembea na sheria za nchi. Haki ya raia kuziishi sheria za ufalme au righteousness inaipa fursa serikali ya ufalme wa mbinguni kuruhusu raia huyo kupata mrejesho wa mafanikio kutoka serikali ambayo tunaita justice. Sasa ndio unaweza kuona, nikupe mfano. Kwa mfano akida, tunaona anapata utele wa maisha ya ufalme kwa kutembea na sheria za ufalme. Ukisoma Mathayo 8:5-13 nasema Yesu alipoingia Kapernaum, jemedari mmoja alimjia kumwomba msaada akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani amepooza, tena ana maumivu makali ya kutisha. Yesu akamwambia, nitakuja na kumponya. Lakini yule jemedari akamwambia, Bwana, mimi sistahili wewe uingie nyumbani kwangu, lakini sema neno tu naye mtumishi wangu atapona, kwa kuwa mimi nami niko chini ya mamlaka, nikiwa na askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, naye huenda, na nikimwambia mwingine nikimwambia njoo, huja, nami nikimwambia mtumishi wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia maneno haya akashangaa, akawaambia wale waliomfuata, amini amini nawaambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii.
ninawaambia kwamba wengi watatoka mashariki na magharibi, nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo ndani ya ufalme wa mbinguni. Lakini warithi wa ufalme wenyewe watatupwa katika giza la nje, yani ujinga ulio nje ya ufalme wa kutotembea na sheria, ambako huko watu hulia na kusaga meno kwa sababu ya kukosa utele wa maisha. Kisha Yesu akamwambia yule jemedari, nenda na iwe kwako sawasawa na imani yako, naye yule mtumishi akapona saa ile. Unaweza kuona huyu akida alikuwa yuko sio miongoni mwa hawa wa Israeli, lakini yeye alielewa sheria za nchi, sheria za ufalme. Alijua kabisa neno la mfalme ni sheria, unapolitii na kupa matokeo, kwa sababu mfalme hatakiwi kwenda sehemu kufanya jambo, mfalme anatakiwa kutuma neno. Ndio maana katiba inasema ya ufalme hulituma neno lake na kuwatoa kutoka katika uangamvuni. Kwa hiyo neno linapotumwa lenyewe ndio linafanya kazi. Naye alielewa sheria nchi za kifalme, mfalme hatakiwi kwenda sehemu kutatua tatizo, ila neno ndio linapaswa kwenda kufanya kazi. Alipoelewa sheria hii ya ufalme, alipoifanyia kazi, akaiamini, ndio ikaja kumletea matokeo na akaonekana kwamba yeye ana imani kubwa sana. Na mfalme Yesu anafafanua katika mstari huu kwamba kuna raia wa ufalme watakuwa wanalia kwenye mateso, wanakuwa na njaa, wanakuwa na shida, kwa sababu tu kwanza hawaelewi sheria za ufalme. Lakini hawa ambao wageni watakaotoka mashariki magharibi, wao wataelewa sheria za ufalme, wataziishi na watapata matokeo, kwa sababu sheria ni universal, ni kitu ambacho ni universal, yani yoyote anayekifanyia kazi kinampa matokeo na kinampa majibu, na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo yote asiyefanyia kazi hakimpi matokeo. Ukisoma Malaki 3:10-12 nasema leteni zaka yote ghalani, the whole tithe yote, manake kila utakapopata sehemu ya 10 ni ya mfalme wa mbinguni. Ili kiwepo chakula katika nyumba yangu, nijaribuni katika hili. Mpaka mfalme anasema nijaribuni, kama mnabisha nijaribuni, kwa sababu alijua kuna watu watakuwa wagumu katika kutoa sehemu ya 10, kutoa kodi ya ufalme. Basi jaribuni, asema Yahweh wa majeshi, anasema nanyi muone kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwageni baraka nyingi mpaka zitakapojaa na hata kufikia kumwagika. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake, asema Yahweh wa majeshi. Anasema ndipo mataifa yote watawaita mliobarikiwa, kwa maana nchi yenu itakuwa ya kupendeza sana, asema Yahweh wa majeshi. Unaweza kuona kuna sheria ya kiuchumi hapa. Unapotoa kodi ya ufalme sehemu ya 10, mara zote mbingu inafungua kwa ajili ya kuweza kukuletea marupurupu yote. Na watu wengi sana wamekamatwa sana katika eneo la kutoa sehemu ya 10. Wengi wanafikiri wanamnufaisha jamaa, wanamfurahisha mtu. Nataka nikwambie, unapokuwa na mwalimu wako ni lazima umpe sehemu ya 10 ili mwalimu yule aweze kukubariki, yule mwalimu aweze kukutolea recommendation, kwa sababu kila mtu lazima atoe sehemu ya 10. Hata mimi mwenyewe natoa sehemu ya 10. Kwa ndio maana unaweza kuona, angalia maisha yako wapi unayumba. Unakwama kwenye business, ujue kabisa kwamba umeyumba sana kwenye kutoa kodi, na utaendelea kuumia kwenye maisha yako. Utaona maisha magumu na utaendelea kufinywa kwa viwango vya juu sana. Wewe endelea, utaona upate matokeo. Kiwango chako kimeshuka, mambo yako yamekuwa magumu, lakini kwa sababu umekuwa mvivu wa kutoa kodi na sheria inakuumiza, na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo uwezi, hata kama utapeleka petition, utaomba sana, utapeleka petition, utafanya wema, utafanya hiki, lakini kama utoe kodi brother au sister, nataka nikwambie hutakaweza kupata matokeo. Unapoziishi sheria hizi ndani ya ufalme, sheria hizo zinakupa maajabu. Ndio maana ukisoma Zaburi ya 119:18 inasema yafungue macho yangu nipate kuona mambo ya ajabu yatokanayo na sheria zako. Jambo la msingi ni kwamba raia wa ufalme akifanya uzembe katika kuzijua na kuziishi sheria za nchi, yani ufalme, ataishi maisha ya kuteseka, ingawa yeye ni raia wa ufalme. Ni vyema kila raia wa ufalme afahamu kwamba ustawi, utajiri, udumu, heshima na kadhalika, vyote havitegemei haki ya kwanza pekee ya kuwa raia wa ufalme kwa kumwamini mfalme Yesu, bali vinategemea haki ya pili ya kutembea na kanuni na sheria, miongozo, protokali zote za ufalme kama funguo za ufalme ili zikupe maisha ya utele. Hii haki ya pili tunaipata kwa kutembea na sheria za nchi ili zikuletee utele wa maisha, lakini haki ya kwanza tunaipata kwa imani tu. Kwa hiyo tusichanganye haya mambo mawili. Haki ya pili hii tunaipata kwa kutembea na sheria za nchi, na haki ya kwanza tunaipata kwa kumwamini mfalme Yesu. Hilo ni muhimu sana. Ndio maana mfalme Yesu amesema kwa uwazi katika Mathayo 6:63, tunasema lakini kitu cha kwanza na muhimu kuliko vyote, kwanza fanyeni utafiti wa kina kuhusu ufalme wa Elohim, yani zitate, na mfumo mzima wa sheria katika ufalme huo, yani haki, yani dikaios. Anasema haki yake, kwa sababu haya yote yamejumuishwa ndani ya ufalme. Ndio maana anataja kitu cha pili hapa, sheria za nchi, haki ya sheria zinazotokana na sheria za nchi. Mathayo 5:17-20 anasema msidhani kwamba nimekuja kuondoa torati
yani sheria au manabii, sikuja kuondoa bali kuziishi. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na dunia zitakapopita, hakuna herufi moja ndogo, yani yodi wala nukta itakayopotea, kwa maana yeyote kutoka kwenye itakayopotea kwa namna yoyote kutoka kwenye Torati, yani sheria, mpaka kila kitu kiwe kimetimia. Kwa hiyo yeyote atakayevunja mojawapo ya sheria ndogo kuliko zote miongoni mwa sheria hizi za ufalme, naye akawafundisha wengine kufanya hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Lakini yeyote atakayeazitendaye na kuzifundisha hizi sheria ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni, yani atapata matokeo makubwa sana. Ndio maana haijalishi sheria fulani unayoona ndogo, ukiacha kuifanya, maana yake ni kwamba watu wanapokuona umewafundisha watu, utakuwa mdogo, hutapata matokeo. Lakini unapokuwa mwaminifu kwenye sheria za ufalme, utakuwa mkuu sana. Ndio maana unaanza kuona mwisho, tunaona mfalme Yesu anawaonya raia wa ufalme wajiepushe na sheria za dini ambazo zinampa mtu haki ya uongo kwenye dini. Kimsingi haki mara zote inapatikana katika ufalme, katika nchi, na sio kwenye vikundi vya dini au madhehebu. Ili raia wa ufalme apate utele wa maisha, ni lazima aende mbele zaidi kwa kuachana na mifumo au sheria za kidini na kutafuta haki ya kweli na halisi ipatikanayo kwa kutembea na sheria za nchi. Nchi ndio inayotoa haki, sio dini wala dhehebu. Ndio maana hata dini na dhehebu zinasajiliwa kwenye nchi, kwa sababu zenyewe hazina haki yenyewe. Ndio maana dini au dhehebu ikisumbua serikali ina uwezo wa kuifutia, kwa sababu nchi ndio inayotoa haki, sio dini wala dhehebu. Mathayo 5:20 nasema, kwa maana nawaambia, haki yenu isipozidi haki ya waandishi na wanasheria na Mafarisayo, kamwe hamwezi kuishi ufalme wa mbinguni. Manake haki ya Mafarisayo, haki ya waandishi wa sheria, manake ni haki ya kidini. Sasa ni lazima haki yenu iende zaidi, muingie kwenye haki ya ufalme, haki ya kuishi sheria za ufalme, kwa sababu ufalme ndio una maisha, una jeshi, una marupurupu. Dini hazina marupurupu wala hazina mali, hazina ardhi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa. Lakini pia Yakobo 2:10-11 inasema, kwa maana mtu yeyote atakayeshika sheria yote lakini akajikwaa katika kipengele kimoja, ana hatia ya kuivunja sheria yote. Kwa sababu yeye aliyesema usizini alisema pia usiue. Basi kama uzini lakini unaua, umekuwa mvunjaji wa sheria. Unaweza kuona yani ukishiriki sheria zote ukakosa kwenye sheria moja, maana yake umekuwa mvunjaji wa sheria zote. Kama unasaidia watu, unapeleka petition, uibi, usemi uongo, ufanye uzinaa, ufanye uasherati, ufanye ubaya wote, lakini kama utoi sehemu ya 10, nataka nikwambie wewe unakuwa umevunja sheria yote, kwa sababu aliyesema usiibe, usizini ndio alisema utoe kodi ya ufalme. Hiyo ndio kinachowapa shida wengi sana kwenye uchumi. Watu wengi wanayumba kwenye uchumi, hawapati connection na matokeo, kwa sababu wamekuwa na ugumu sana katika kutoa kodi ya ufalme Yahweh Elohim. Na wengine utakuta wanajikadiria, anajiona mimi nimekuwa kwenye neno, nianze kuwa na mwalimu wa kutoa kodi, nitawapa yatima kodi, nitawapa wajane. Nataka nikwambie sio hivyo. Kodi anapewa mwalimu, mtu wako ambao umemweka special mwalimu wako. Kodi huwezi kutoa kwa yatima, wajane. Ni tafsiri mbaya ya maandiko, na ndio maana unaona upati matokeo. Hilo ni muhimu sana kulielewa, na ni nzuri watu wakaelewa kabisa kwamba tunahitaji kutimiza haki yote. Haki yote tunatimiza, haki ya kurejeshwa ndani ya ufalme, lakini haki ya kutembea na sheria za nchi ambayo tunaita righteousness, ili tuweze kupata marupurupu. Wewe angalia umekwama wapi. Umemwamini mfalme Yesu, sawa, na umeamini injili ya ufalme, uko ndani ya ufalme, lakini unatembea na sheria zote au unachagua. Nataka nikwambie utaendelea kuteseka na utaendelea kupata utamu wa elimu ya ufalme na kusisimka, lakini matokeo yako yatakuwa mabaya kwenye maisha yako, kwa sababu kuna sheria unazipuuza, na ndio maana unakwama. Naomba mfalme Roho Mtakatifu Baba yetu akusaidie ili uweze kufunguka, ili uweze kurudi katika maisha yenye ujazo na utele, ili uweze kupata matokeo makubwa katika jina la Baba yetu Yesu Kristo. Baba wa mbinguni akubariki sana. Naitwa Dr. Godwin Gunewe, balozi wa ufalme wa mbinguni hapa duniani, na kama utakuwa na swali basi utanipigia simu kwa namba 0762609468 na mimi nitapokea kwa ajili ya kuweza kujifunza pamoja nawe. Serikali ya mbinguni impe maisha na kumbariki kila aliye mwaminifu katika haki yote, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Yahweh Elohim aliye hai.